viongozi wa Simba kokote ulipo, na tunakujua wewe kiongozi ambao umewekwa na serikali pale Simba ili kutuhujumu. Tunakuomba muda wote ujiachie, ujiuzuru, nafasi ikutosha. Ndani ya uongozi wako miaka 5 tunafungwa mfululizo, kitu ambacho hakijawahi kutokea. Simba kufungwa miaka 5 mfululizo na Yanga. Kuna viongozi wa Simba wanatuhujumu. Tunaomba watupishe, watuachie Simba yetu. Mo Dewji anatoa hela nyingi. Kwa nini hamuna huruma na huyu mtu? Si ndio wenyewe mlikuwa nasema bila Mpanzu yani Yanga atafungwa. Haya ni maneno mashabiki ambao hawajui mpira. Lakini kama unajua mpira huwezi kumpa credit mchezaji mmoja mmoja. Wachezaji wote wana nafasi. Kama tunavyoona, ameingia Messi Mkwala ameonyesha uwezo wake. Lakini nani alimleta referee kutoka nje? Ina maana huu viongozi wa Simba pamoja walipokutana na huyo mtu ambaye wote wajiuzuru. Sisi tunaomba Mangungu ajiuzuru popote alipo. Tunamuomba yule kawekwa, kama hajawekwa kwa nini mechi leo imechezeka? Wakati Simba inafanya vizuri, tayari kufa kwa ajili ya Simba. Wakati Simba inafanya vizuri kimataifa mlikuwa mmeyazungumzia haya, lakini hatulikuwa tuzungumzie haya kwa sababu tulikuwa tuna mechi za kimataifa. Tulifocus zaidi kwenye mechi za kimataifa. Kwa hiyo tunaomba viongozi, tunamtaja Mangungu, tunaomba ujiuzuru. Tunajua kabisa wewe umewekwa. Haiwezekani tarehe 15 mechi ilishwe, tarehe 25 umekubali kwamba mechi fanyeje ichezwe. Wenzetu wanajiandaa na mechi, nyinyi tayari mnajiandaa na nini? Na vikao vyenu vya chini. Kinachowauma mashabiki wa Simba ni kukosa ubingwa msimu huu au kombe lolote, ama ni kufungwa na watani zenu? Matatu. Tumekosa shirikisho, tumekosa NBC, tumekosa CRDB. Hizi ni dharau, alafu tunakuja tunafungwa na Singida. Nani katuhujumu? Isipokuwa viongozi wenyewe wa Simba. Nisema wachezaji wamechoka, lakini wakati mnafungwa na Singida. Sawa, tumechoka. Kwani wachezaji wako yuko mmoja mmoja? Kikosi kina timu 25. Hamna mchezaji anaodai posho. Hayo ni maneno yenu nyinyi waandishi wa habari. Wachezaji wote posho zao wamelipwa. Mbona mseme mishahara aseme posho? Tunaomba viongozi wa Simba tuangalie kwa upande mwingine. Sisi mashabiki tunaumia. Watu wametoka mbali, mtu katoka mbali, anakuja kushangilia ni Simba yake. Kwa hiyo tunaomba viongozi wa Simba kokote mimi niongee tu natokea Mbeya. Na kila nikija hapa Dar es Salaam mimi ni msiba. Ni kupigwa au kuahirishwa. Kwa hiyo sio niongee labda kwa yangu ambayo nayo. Kwa upande wa wachezaji wa Simba mimi siwadai. Simba mimi sidai, na kwa sababu tulikuwa na msimu mgumu. Sisi tulikuwa tunatengeneza timu, lakini kwa kiasi kikubwa sisi tumefanikiwa. Naweza kusema sisi tumefanikiwa kwa sababu sisi tulivunja timu nzima. Tulianza na huko. Lakini kwa nafasi hii tunafikia, niseme tu neno moja. Cha kwanza tumefanikiwa. Hilo nitoe tu wazi kwamba haya mengine ni mambo. Lakini kwa mfano mechi hii ya leo kuahirisha tarehe 15 labda na kuija hata 25 ni heshima, labda kutokana na mazungumzo ya kuheshimu taifa hili, kwamba kuna nchi zimefungiwa, lakini tunafanyaje? Tumeamua kuja. Lakini sina budi kusema kwamba wana Simba wote tuwaheshimu wachezaji kwanza. Moja, hatuwadai. Sisi kwa tunaweza timu, lakini tumefanikiwa kwa kiasi kikubwa. Lakini kuhusu timu yetu pamoja na uongozi wetu, hatuna namna, labda tuachie wao. Wao wanaelewa sisi tunaumia vipi. Mimi kama mimi ni mshabiki ilialia, nakuja imeainishwa, nakuja nimepigwa. Sijafika Dar es Salaam hapa nikapata haya, lakini navumilia Simba, naipenda na napambana nayo. Lakini kwa msimu huu sina maneno mengi ya kuongea. Mimi naamini tumefanikiwa. Kuna timu kufika finali, lakini kwa upande wa kucheza na yani nimependa, yani Yanga mimi siofii. Naamini wakati mwingine na muda mwingine tutakuwa safi. Ndio nyinyi mlikuwa mnawaambia kwamba msitangaze ubingwa kabla hamjacheza na Mpanzu. Ndio leo wamenitaba. Yani mimi kama mimi huwezi kutangaza ubingwa hujamkaba Mpanzu. Nilikuwa na uhakika na timu yangu, naelewa wapi tumetoka